kulaani hata watu wako. Mwana ni roho. Unawatazama hivi unasema, hii shida ninayopitia kama ndio hika ni digragerera. Si ni kweli? Kama ndio ile shida nani ingiri digragerera dino huyo. Wapendwa, nataka kukuambia ile sio shida. Sio shida. Usilaani, maana the tomorrow you never know. Hawa ulio nao ndio watakao kusaidia. Chapter 9 mpaka kwenda mpaka chapter 42 hatumuoni tena mwanamke. Maana Ayubu alijitenga akashikana na mwenye uwezo. Wapendwa, wakati mambo ni mabaya sana, shikaneni na Mungu. Shikaneni naye, atawasaidieni, atawapendeni, atawainueni. Chapter 9 tunaona na wasomi wanasema, husema adui mkubwa yu karibu na wewe. Na ndiposa ujue adui mkubwa yuko karibu na wewe. Wakati ulikuwa na pesa nyingi, unageza mwini ndio wale nimeokoka. Si ulishindwa? Mungu, ndio wale pesa tena Mungu fulani ndio sisi unaona Mungu. Mungu ndio anakuita pesa mani ka kuibainia. Ukashindwa kuja na ukaja na apology nyingi sana. Pastor, tulikuwa tuna meet na ukaniongelesha Kisumu. Tulikuwa tuna meet na best, ndio maana nilichelewa. Kwa sababu ya nini? Adui mkubwa yule yuko karibu na wewe. Tumemalizana hapo mpaka chapter 9 tumemaliza. Tunasemaga namna hii katika wasomi. Tunasema hivi katika adui mkubwa, tunasema yeye yuko karibu nawe. Yule adui. Pili tunasema lazima ukubali kumshinda huyo. Ayubu alimshinda mwanamke. Ni hata aliyemtumia. Alenda wito hatuondowawi kwa Mungu kwa sababu ya watu walio karibu nasi. Tusikubali. Mtu aje na nguvu gani? Mwaka wa 84. 85 ikija kuisha. Tulikutana na mama yangu na jamii nikiwa nimebeba Biblia. Wakaniuliza, "Mwangi, wakuwa Biblia tuelewe." Najua kwetu miaka hiyo kuonekana umebeba Biblia, tulikuwa tumefundishwa kiinjilisti, lazima ubebe Biblia unatembea nayo. Nikaenda nginya to tuduli tumene mundu ule arahonokie. Tulikuwa tunabeba Biblia. Hivyo. Sasa wakati nilipofika tu nyumbani, siasa zilianza tu wakati nilionekana kwa geti. Kufika tu namna ona zile ndio ikalala. Maimamu akijera, Mwangi o shetani ushauri nako, wampe uije huko nje. Nikamwambia ni gani? Akaniambia hiyo Biblia kwanza weka chini. Ndio tuanze kuongea. Nikamwambia hii siwezi weka. Hii ndiyo bunduki yangu niliyopewa wakati nilipookoka. Mama akaniangalia na macho mbili. Akaniuliza ile barabara ulikujia iko wapi? Nikamwambia siko hapa nyuma yangu. Akaniambia basi sirudi. Nikamwambia nitarudi na huyo Mungu. Yule ambaye ni adui mkubwa karibu na wewe. Lakini mwenye kushinda adui it is you. Amen. Hakuna mtu mwingine atakaye kuja kukusaidia eti hapa arusha ngumi. Ni wewe utakayesema nitarusha. Point number 3. Katika ule tunasema wambali wakija, hawa wa karibu watakutolea ushuhuda. Watu ambao wako mbali wakija ya kwamba umeshinda, wale wa hapo kijijini ndio watatoa ushuhuda ya kwamba Moses ameokoka. Kwa sababu walikuona ukikataa kutoweka Biblia chini. My mom after miaka 5 kukawa na shida sana, na ikawa Mungu wangu amenibariki. Mama Shiruli Shahidi. Nikaenda huko na Biblia yangu. Nikamwambia kwanza tuombeni na hii shida ambayo mnayopitia tutaimaliza. My mama akasema na tungependa huyo Mungu wako.
ushuhuda wako. Hapa ni sisi tutatoa ushuhuda wako. Watu wenu wakija tutawaambia huyu ameokoka. Mwana ni roho. Amen. Usitarajie eti watu wako watoke isafu. Tukikufanya kitu hapa wakutolea ushuhuda. Sisi ni sisi tutasimama tuseme Baba Mungu kutoka wakati alikuja hapa kanisani tunamjua na tunaweza kusema tunaweza kukufa kwa sababu yake. Mstari wa 10. Huu ni wako. Tunasema namna hii. Wakati umeshindwa, wakati umeshinda, wa karibu, wa mbali watakuja. Sio tumemaliza. Tunasema the main point. Wakati uko mbali na marafiki, usiseme wepesi kwa sababu watakuongelesha sana. Mstari wa 11. Ayubu, wakati watu wa mbali walipokuja, hakushinda akiongea sana. Shida ile tunayoipokea wapendwa ni kwa sababu tunaongeana sana wakati tuko kwenye shida. Hiyo inatumaliza. Inatumaliza sana. Nyamaza. Nyamazeni tu wapendwa. Mungu wetu atupiganie. Musa akiwa kwenye Jordan, Farao na jeshi lake wanakuja. Huri na Kora na watu wengine waliomo polisi walikimbia mbele pale wakamwambia Musa, hii ndio tabia uliyotufanyia? Hii ndio uliokuwa unataka? Wale waliwatulia hapa, si afadhali tungekufia kule na kulikuwa na makaburi? Musa akawatazama. Hakuongea. Akainua macho yake mbinguni, akatazama chini. Akarudi akaangalia Wamisri. Mungu akaleta ukuta wa moto. Brethren, wakati tunapoongea sana, ukuta na vitu vingine tutazikosa. Hata kwako ukiwa kubaya, kila kidogo shokanelia. Wewe tu, ngoma, nenda na ndo ile ngapi. Badala nayo. Don't talk. Nyamaza. Shetani anataka tuongee, ndiposa marafiki zetu wachukue kiboko waanze kutucharaza. Nyamaza. Majirani wakija pale wakikuongelesha vibaya, tigana nao. Tigana nao. Tigana nao. Nyamaza. Mtoto akifukuzwa shule, tiga muthii kwanjia kucaria bunge haria atiri ungai riu mwarimu ndananjiguira tha ona ndekumenyaga situation cira ndinacio. Mwarimu ndekumenyaga the situation. Wewe ni kumenyaga the situation. Nyamaza, umngoje Mungu. Hata hizi biashara tunazozifanya, unaona nera haratiga kutidokira andu ni urahingania kana ni wega ni hingio rimwe. Atu marigwa tereri nikio mundu eciria. Lakini ukifanya baraza na watu watachukua the target ile ambayo ulio nayo next wakumalize. Siku moja tulitembea na Mama Shiro na gari yangu ya kwanza tuliyonunua. Hiyo gari ilikuwa inaguza barabara ya rami, inazimika. Tukitokea tu hivi akahora. Nitakarola gogo genyi talebi. Ina ninaje wakati ule ati niki kama ndiri na thina. Ndiri na thina. Gari honi. Kahorera makanika agoka. Yani in fact no matter out. Au tagia hado hanini akajera di pasta. Nengero tikiti wa gushoka haria karibu niki. Siku moja tukawa tunatoka mahali na ni usiku kakazimika. Tulikuwa tunatoka ordination yetu. Kakazimika tena. Mtu from nowhere, hata si makanika. Akaja akaniuliza una price? Nikamwambia nataka kuagira hizo yote. Timotion kaya roto heavy. Amen. Tundole. Nikampelekea gunia. Tumaini wale. Tukimo ordination ile twali nangi ile wanga wa makina na go.
Twakuetea ndio magaikara mimi. Akachukua akafungua. Kufungua tu namna hii akaniambia, "Hebu ungurumisha ni moya ndo wale ngari ya kiria. Weka firi ungurumisha na upige labda hii maguta ukijererie." Ugu ngikijereria kama Kingwa tene ono makana. Gakeruma ketira mundu wa Ngai. Thii na wega. Thia mwana hivi. Sikuongea. Takamenye thina wakwa. Sikumuongelesha. Wapendwa, wakati uko kwenye shida usiongeleshe marafiki, sababu chapter 11 tunaona marafiki kutoka mbali wakija. Kwako umelala njaa, ona ndo magusherera mahemai, wape maji, mundu mugenda ni mahere ya ohoro wanazuzana, kwa sababu Biblia inasemaje? Wakati wageni watakapokuja kwako wasikose kikombe cha maji ama chochote utakachowekelea juu ya meza. Maigirire mai tondu matiagaga no mera muri okuo Ngai ni mwega muno ni atumenyereire na ni Ngai ni mwega muno waongereshe, lakini usianze kuambia huko twerega kuria hiyo andu acio ni mamenya story na mekwanjia gukunina we wape maji matiko na megudia kutiko megutumetu. Chapter 11 tunasema ya kwamba wakati shida inakuja, marafiki wakija, nyamaza, wachana na wao. Ayubu alinyamaza, hakutaka maongeo. Mundu mukudaragia na nikio tuanjiririe chapter 2 verse 1. Wana wa Mungu wakati walipokuwa mbele za Mungu, chapter 2, shetani akaja akamgonga Ayubu. Ayubu akajifunika na udongo. Mundu mukundaragia riria tulisha manena wana Kaibari makiarie na kuria ndiremenya matrima. Watu wakikuongelesha vibaya usiwaongeleshe, nyamaza. Andu mauga we muteni igana nao ndokauga we ni mukumenya ndathinire ugu niwe wanjirie riu wanjiriria miario yo wanjia gwetetera na we thikoria. Koguo Ngai ndaragia na mundu mwe uthikuritie, Ngai aragia na mundu witikirite yakire. Ninaenda haraka kwa sababu mmekula muda. Sasa mambo makuu kuhusu Ayubu. Chapter kuna point iko pale sana, ambayo the main point, wakati maadui wamekuja, tunasema namna hii: usitoe siri zako mbele za marafiki, kuwa kama daktari. Shadige kidulwai, kuwa kama daktari. Nyinyi wapendwa, wakati mnapoendaga kwa hospitali, umewahi kukuta daktari anasema nilimdunga huyo kwa matako ya pande? Umewahi? Hata umewahi kusikia? Mbona sisi tukikupatia dawa tunajuaga? Karibu huko ikihea mundu mawaida tuli. Ukanda ile tu. Okay, huko office neno yako. Ni mushigua. Mutishigua. Pastor manakere na shadi. Na huko shadi marare na yake. Marara kia. Daktari akikutunga haongeagi. Tena akomenya. Uikaragate.